Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Wa Israel wanasema rais wa Marekani Donald Trump amewauza kwa wa Iran. Wa Israel katika kujibu kwa hasira na wasiwasi wa makubaliano mapya na Iran, wakati Washington na Tehran zikiandaa kutia saini makubaliano ya kihistoria ya amani mnamo siku ya Ijumaa, wanasema wanahofia kuwa makubaliano hayo yatahifadhi uwezo wa kijeshi wa Iran na kuweka mazingira ya vita vijavyo kwa miaka ijayo. Hata hivyo, kwa mujibu wa baadhi ya wanasiasa nchini Israel, wanaona kwamba pengine rais wa Marekani Donald Trump ametengeneza mazingira ya kuwafanya wa Israel kuja kushambuliwa vibaya na Iran katika siku zijazo. Baada ya zaidi ya miezi 3.5 ya mapigano na mazungumzo makali nyuma na mbele, rais Donald Trump wa Marekani alitangaza kuwa Washington na Tehran chini ya upatanishi wa Pakistan zimefikia makubaliano ya mwisho wa kumaliza uhasama baina yao. Mkakati huo unatarajiwa kusainiwa mjini Geneva mnamo Juni 19, ambao ni siku ya Ijumaa. Kulingana na ripoti, mkataba wa maelewano unasema kwamba baada ya kusainiwa, pande zote mbili zitatangaza mwisho wa mara moja kamili na wa kudumu wa uhasama wote katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Lebanon. Vizuizi dhidi ya Iran vitaondolewa. Washington ingejitolea kutoingilia masuala ya ndani ya Iran, kujiepusha na kuongeza idadi ya wanajeshi katika eneo hilo na kuachilia nusu ya mali inayohifadhiwa ya Iran, ambayo ni jumla ya takribani dola bilioni 12. Iran na Marekani zimekubaliana ramani ya mpango wa amani. Kinachojulikana na kisichojulikana bila shaka ni kubadilishana makaratasi ya kutia saini. Iran itathibitisha tena kujitolea kwake mkataba wa kuzuia uenezaji wa nyuklia na kuthibitisha kwamba kamwe haitazalisha, kutengeneza au kupata silaha za nyuklia. Tehran pia itafungua mlango wa Hormuz kwa trafiki za kibiashara za baharini ndani ya siku 30 kulingana na mipango iliyoainishwa na Iran. Kulingana na taarifa kutoka kwa viongozi wa Israel, wanadai kwamba Israel haikufurahishwa na habari hizi. Kiongozi wa upinzani Yair Lapid alisema kuwa makubaliano yanayoibuka hayafikii malengo yote ya Israel na kwamba alichokifanya rais wa Marekani Donald Trump ni kuwauza wa Israel mbele ya Iran. Utawala umesalia, mpango wa makombora unabaki sawa, na Iran inabaki na uwezo wa kujenga upya mpango wake wa nyuklia. Hili ni kushindwa kabisa kwa Netanyahu na rais wa Marekani kuwauza wa Israel, na katika mchakato huo anaifanya Israel kuwa nchi mteja ambayo inachukua amri juu ya masuala ya usalama wa taifa lake, anasema Yair Lapid. Mpinzani mwingine Yair Golan pia alieleza akisema sera kama hiyo imefeli. Trump anatia saini makubaliano ambayo yatafadhili mabilioni ya dola kwa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu wa Iran, kuacha miundombinu ya nyuklia, kuhifadhi tishio la ulimwengu kama lilivyo, na kutoa njia ya kuokoa utawala wa mauaji huko Tehran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.